apangalo manani uwezi kulikimbia, wakuzuia nani Mola alokupangia. Zidisha imani kwa Mola wako jalia, watu wa peponi ni wale wanovumilia. Akhi Talib kutoka Masjid Nur Muhammad, wakati wa Mungu ndio wakati sahihi, na kunasih na kusihi, sikiliza na tazama Firdaus TV online. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu wa rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'd. Kwanza nichukue fursa hii kuwaombea dua mahujaji duniani kote, lakini na Tanzania bara na visiwani ambao wanaelekea kutekeleza ibada ya hija, nguzo ya 5 katika nguzo za Uislamu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wale waliosafiri awapokelee ibada yao, na wale ambao wanatarajia kusafiri, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awakamilishie nia zao, awaepushe na majanga, maradhi ya miili yao, wao na viongozi wao wanaowapeleka katika mji mtukufu wa Makkah, na sisi wengine kadhalika. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atupe taufiki ya kuweza kulitekeleza hilo kwa muda ambao ametupangia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Leo nizungumzie jambo la nidhamu linalotokea au linalopatikana katika mlima wa Uhud. Mimi najaribu kuyachukua maeneo matukufu katika mji wa Makkah, na kila eneo kulipa nafasi yake katika maisha ya wanadamu. Mlima wa Uhud ambao mahujaji katika pesa wanazolipa wanakwenda katika ziara kuutembelea mlima wa Uhud. Na mlima wa Uhud ni mlima ambao Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipata kusema kwamba mlima wa Uhud ni mlima ambao unatupenda na sisi tunaupenda. Lakini falsafa inayozaliwa katika mlima wa Uhud unatufundisha nidhamu ya maisha, unatufundisha nidhamu. Wale wote wanaokwenda kufanya ziara kuutembelea mlima wa Uhud wanafundishwa nidhamu, kwa sababu katika mlima wa Uhud lilitokea tukio katika mlima ule katika mwaka wa 3 wa hijra wa kuhama Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilipiganwa vita ya Uhud, na ile vita, hatua ya kwanza ya vita, Waislamu walilishinda jeshi kubwa la Makuraish. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwapa maelekezo askari wa Kiislamu kwamba katika huu mlima basi hatakiwi kushuka mtu yoyote, sawasawa tumeshinda vita au sawasawa tumepigwa. Wabakie watu katika maeneo yao niliyowapanga, asiteremke mtu yote. Lakini Waislamu walipofika mahala wakaona kwamba wameimaliza vita, wameshinda, na wengine wanakusanya zile ghanima zilizoachwa na Makuraish, wale ambao walipangwa katika mlima ule wa Uhud wasishuke, wakawa na wao wameshuka kwenda kuokota zile ghanima au mali zinazoachwa na jeshi la Makuraish. Matokeo yake zile nafasi za juu ya mlima zikaja kuchukuliwa na Makuraish, wakapata fursa ya kuwashambulia Waislamu, na wakawa wameishinda ile vita na kuwaua Waislamu zaidi ya 70 na mateka kadhaa. Pale maana yake tunapata msingi wa nidhamu katika maisha. Mlima wa Uhud unatufundisha nidhamu ndani ya familia. Mlima wa Uhud unafundisha nidhamu ndani ya vyombo vya usalama. Mlima wa Uhud unafundisha nidhamu ndani ya nchi. Mlima wa Uhud unafundisha nidhamu kati ya nchi na nchi. Kila nchi inatakiwa kuwa na nidhamu zake, na kila nchi inapaswa kuheshimu nidhamu ya nchi nyingine. Hili ni jambo ambalo sisi Waislamu tunafundishwa na falsafa ya mlima wa Uhud. Leo hapa ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tumeshuhudia katika vyombo vya habari nchi moja jirani yetu kwa miaka mingi sana, ndugu yetu, baadhi ya wanaojiita wana harakati, kwa kuacha nidhamu, kwa kuacha discipline, walifika mahala wakatoka kwenye nchi yao,
wakaingia kwenye nchi yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambayo ni kisiwa cha amani, kwa lengo tu za mambo ya kiuharakati, bila ya kufata zile taratibu zinazotakiwa za kisheria, kwa lengo tu la kuja kuwasaidia watu ambao wao wanafungamana nao kisiasa, kwa kuvunja nidhamu, kama alivyoita Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan, kwa kuvunja utovu wa adabu. Jambo lile kwa kweli ni kosa kubwa sana. Kwanza, kutoheshimu nidhamu ya nchi husika kwa kutofuata taratibu. Katika upande wa kisheria, anaweza akatoka mwanasheria hata mbinguni, anaweza akatoka mwanasheria hata nchi yoyote duniani kubwa, akifata prosesi za kisheria za kuingia katika nchi husika na akakubaliwa, anaruhusiwa. Lakini kilichofanyika hivi sasa manake ni uhuni na kutaka kuja kusababisha vurugu ndani ya nchi husika. Na hii ni baada ya kule kwao kusababisha vurugu, kusababisha machafuko, na ikafika mahala wamedhibitiwa. Sasa wanataka kushirikiana na watu wengine ambao wanasababisha vurugu katika ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na wao waje washirikiane nao watuletee vurugu. Mimi Sheikh wa mkoa wa Pwani, jambo lile kwa niaba ya Waislamu wa mkoa wa Pwani na kwa sifa ya Utanzania, kwa kweli ni jambo ambalo la kutudhalilisha, na tunampongeza Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kauli yake thabiti aliyoielekeza kwa vyombo vya ulinzi na usalama, kwamba watu wote ambao wanakusudia kuja kutuvunjia amani yetu, amani ambayo ndio inayotazamwa hivi sasa ndani ya East Africa, kwamba Tanzania ni nchi ya utulivu, ni nchi ya amani. Sasa maelekezo aliyotoa Mheshimiwa Rais kuwaelekeza vyombo vya ulinzi na usalama kwamba wahakikishe kwamba haingii mtu yoyote ndani ya Tanzania au kutoka nje ya Tanzania akaja kusababisha uvunjifu wa amani, akaja kusababisha wanaharakati wao ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuvunja nidhamu, kwa kuacha maadili, kwa kutofuata zile diplomasia zinazotakiwa kufanywa. Hili ni jambo ambalo Mheshimiwa Rais tunampongeza sana kwa kauli yake, na sisi viongozi wa dini tuna kila sababu ya kupita mapito aliyopita, kwa sababu amani ikivunjika haivunjiki amani ya rais tu, inavunjika amani ya Watanzania, utulivu unakuwa umevunjika wa Tanzania. Lakini pia tuwaulize hawa majirani zetu, na hususan wa Kenya, kwa sababu hao wanaharakati wametokea Kenya. Kenya imetokea mambo mangapi? Fujo ngapi zimetokea? Hivi mshawahi kumsikia rais akiwa anaingilia masuala ya Kenya? Hakuna kitu kama hicho. Si rais, si mawaziri, si wabunge, si kiongozi yote, hata sisi raia wale ambao wanavuka mipaka kuingia Kenya wanafanya shughuli zao kama za business, kama za kupata huduma, wamemaliza ya Kenya wanawaachia wa Kenya wenyewe watayaamua. Lakini pia nilipokeze bunge la Kenya, asilimia zaidi ya 80-90 michango ambayo imetolewa na wabunge wa Kenya wanaisapoti Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, wanamuunga mkono Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kwa uamuzi aliofanya wa kuwazuia wale wanaharakati ambao wametoka Kenya wameingia Tanzania kwa lengo tu la kufanya vurugu na kuleta fujo. Ile ni fujo maana yake, kama mtu hutaki kufuata taratibu na nidhamu, kama alivyoeleza waziri wa sheria kwamba mtu anaruhusiwa kuwa ni advocates, kuwa ni wakili, lakini ule wakili huwezi ukaupata kwa kuwa wewe ati ni memba wa chama cha mawakili wa East Africa. Kwa maana hiyo ukawa unataka kuingia sehemu yote kufanya jambo lako. Hapana, ni lazima uombe vibali mamlaka husika uruhusiwe. Yani nchi zinaongozwa kwa nidhamu. Mlima wa Uhud unatufundisha nidhamu katika nchi, nidhamu ya kuheshimu nchi nyingine. Hili ni jambo ambalo kwa kweli Watanzania tunaungana na Mheshimiwa Rais kuchukizwa na kitendo ambacho kimefanywa na baadhi ya wachache wa nchi jirani kutaka kuja kutuletea virusi vya machafuko na uvunjifu wa amani ndani ya nchi yetu.
Lakini pia tunavipongeza vile vyombo ambavyo vimekemea kule Kenya kwa jambo hili ambalo limefanywa na hao wengine, na tunawapongeza hata mashekhe. Sheikh Izzuddin ametrendi sana naye akiwa anawauliza Wakenya wenzake, ya kwenu huku yamewashinda, mtakwenda kuyafanya ya hiyo kwa njia ya Kenya. Kwa hivyo hili ni jambo ambalo si zuri, ni jambo ambalo linaweza likavunja na likaharibu mahusiano yetu na ujirani wetu wa miaka kadhaa ambao tumeurithi kwa watu wachache tu ambao wanataka kujinufaisha kwa kuwaridhisha watu wengine waliokuwa nje ya Afrika ili kufikia malengo yao. Kwa hivyo na sisi pia tunapaza sauti zetu kulaani kitendo kile kilichofanyika. Tuna wanasheria wengi hapa duniani na Tanzania wanafanya kazi kwa misingi ya kisheria, lakini kwa kufata taratibu za kisheria, si kwa kufata uhuni. Tanzania ni nchi huru, haiwezi kaongozwa na uhuni, na wala wahuni si sehemu ya kuja kuharibu amani yetu ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sheikh Mkuu, maswali mawili ya mwisho kabla tujamaliza. Tumeona katika moja ya hotuba zako hivi karibuni pale Masjidi Kuba, na hususan hiki kipindi cha Hija, umezungumzia biashara kule Maka, ama niseme Hija labda. Ili labda kwa ufafanuzi zaidi, wengine labda linaweza likawachanganya kama Sheikh Mkuu, kwa nini kasema biashara ruhusa? Labda hawajaelewa ufafanuzi kuhusu hii biashara kule Hija. Katika mji mtukufu wa Makka, moja ya malengo yake ni watu kunufaika na manufaa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema liyashhadu manafi'a lahum. Mahujaji wanapokwenda wanatakiwa pia wakashuhudie manufaa yao. Makka ni nchi ambayo inakusanya takriban watu wa kutoka nchi zote duniani. Hakuna nchi ambayo haipeleki mwakilishi katika ibada ya Hija katika viwanja vya Makka. Sasa watu wanapokwenda kuhiji, wakishatekeleza ile ibada ya Hija, wanatakiwa pia watengeneze mambo ya business, mambo ya biashara, mambo ya kupata wadau wapya. Wewe huku pengine ni mkulima wa pilipili, mkulima wa vitunguu, mkulima wa karafuu. Unapokwenda kule Maka, pia targeti yako iwe ni kutafuta soko, iwe ni kutafuta businessman ambao unaweza ukashirikiana nao. Kwa hivyo hili ni jambo ambalo linahimizwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kufanya biashara. Unakwenda kule na full package ya mikataba yako, mambo yako ya biashara, unakwenda na zile hati zako za usajili, unabadilishana na watu kule. Kuna watu wanakwenda kule kuhiji, lakini pia wanakwenda kwa lengo la kukuza biashara zao, kupata mitaji, kupata fursa. Kuna watu wanahitaji kujua Tanzania kuna fursa gani. Sasa mahujaji pia na nyinyi mna fursa ya kutangaza biashara, mna fursa ya kutangaza utalii ndani ya nchi yetu, mna fursa ya kutangaza maeneo ya uwekezaji ndani ya nchi yetu. Na nyinyi wenyewe pia kama mna biashara, mna makampuni, mna fursa ya kupata wateja, mna fursa ya kujua biashara zenu zinauzika wapi duniani. Hii ni fursa ambayo inatakiwa ipatikane kwa haji yote anayekwenda katika mji mtukufu wa Makka. Kwa hivyo anatakiwa auwe ndege wawili kwa jiwe moja. Kwanza akatekeleze ibada, lakini pia yeye kaenda kule si kwa kuruka. Hakuna hujaji anayeruka kutoka katika nchi yake akatumia ungo au akatumia njia nyingine yote kufika Makka bila kutumia pesa. Unalipa dola zaidi ya 6,000. Sasa unatakiwa kule ukatengeneze mfumo wa kupata dola nyingine ili uweze ikibidi na wewe pia kuwasaidia watu, kuwasafirisha watu. Kwa hivyo moja ya lojiki ya utekelezaji wa ibada ya Hija ni suala zima la business. Kwa hivyo kufanya biashara katika ibada ya Hija ni jambo ambalo ni ruhusa. Baada ya kutekeleza ibada ya Hija, watu wanufaike, wauze, wanunue, wachukue mzigo kutoka Makka walete Tanzania, wapeleke katika nchi nyingine. Hili ni jambo halali kabisa. Sawa, lakini mtupa Sheikh Mkuu, kwani nini kifanyike ili kizazi kipya hichi ambacho tulichokuwa nacho kiwe na nidhamu yenye kutekelezwa? Jambo ambalo linatakiwa kuhakikisha kwamba nidhamu mlima wa Uhud, ile nidhamu inayopatikana katika mlima wa Uhud inatekelezeka, kwanza ni lazima ianze kwa wazazi. Wazazi wawili. Baba ni lazima awe na nidhamu ndani ya nyumba. Mama ni lazima awe na nidhamu ndani ya nyumba na itekelezeke. Na watoto wawekewe nidhamu. Nidhamu ya kurudi, nidhamu ya kulala, nidhamu ya kutoka, nidhamu ya kuzungumza. Wanapokuja wageni kuna nidhamu gani inatakiwa? Yani kila nyumba ikawa ni ya full package ya nidhamu. Maana yake nyumba 12 za mtaa, tutakuta mtaa una nidhamu. Tutakuta kata ina nidhamu,
wilaya, mkoa, nchi na nidhamu. Kwa hivyo nidhamu kwanza ni msingi au ni mbegu ambayo inatakiwa starting point yake nutquntilaqiha ianzie ndani ya wazazi. Sasa kama baba hana nidhamu ndani ya nyumba, anaweza karudi saa 8 usiku chakali, kabebwa, amejikojolea. Huyu manake akishapoteza nidhamu, hawezi akamwambia mtoto wake awe na nidhamu ya kurudi mapema wakati wewe mwenyewe unarudi saa 8 usiku tena umebebwa na umejichafua. Na hivyo hivyo mama. Kwa hivyo unakuta kwamba nidhamu katika maisha ni kitu ambacho cha msingi sana. Nidhamu hata katika kuishi kwetu, muda wa kutumia nao uwe ni nidhamu. Kwamba unamkuta leo mtu anasema kwamba mimi nataka nikaende sehemu fulani kwa ajili ya kupoteza muda. Yaani mtu anakuwa na muda ujipangia hata wa kukutana. Nyinyi leo manake tumepanga mji hapa tufanye 1 2 3. Hamkukurupuka tu. Mimi msingenikuta. Sasa leo unaweza ukakuta shekhe upo Kariakoo unakutana na Mswahili mmoja hivi, anakuambia shekhe, nilikuwa na shida na wewe sana, nilikuwa nakutafuta sana. Leo nimekukuta, najua nitamaliza ya kwangu. Hebu twende tukakae kivulini pale tuzungumze kwanza. Huyo unamjibu tu shortcut kwamba mimi sina muda leo katika nidhamu yangu ya mambo ya kuyafanya leo Ijumaa, wewe haupo kwenye ratiba. Na ndio maana unaweza kwamba appointment ya kukutana na kiongozi, ya kukutana na mtu ambaye amejipangia nidhamu, unaomba appointment leo mwezi Mei, lakini unapangiwa ukutane naye mwezi Julai. Ni kwa sababu ya nidhamu aliyojipangia katika maisha yake. Mtazamaji, kama vile ambavyo umeweza kumsikia Sheikh wa mkoa wa Pwani, Sheikh Hamisi Abasi Mtupa akizungumza milima ya Uhudi kule, jinsi gani ambavyo nidhamu inatakiwa itekelezwe. Hakika Sheikh wa mkoa wa Pwani ni mengi tu ambayo ameyazungumza mbele ya wanahabari, lakini pia akihitimisha kwa rai na kile ambacho ameweza kumalizia, jinsi gani ambavyo watoto wa kizazi hiki wanatakiwa kuwa na nidhamu katika familia zao, kuwa na nidhamu katika jamii zao, lakini pia jinsi gani ambavyo wanatakiwa waishi baina ya mtu na mtu. Kwa uchache haya ndio ambayo tumeweza kukusanyia siku ya leo, ikiwa tunaelekea katika mwezi wa mfungo 3 Eid al-Hajj, Mungu akijalia. Na kipindi hiki ni kipindi ambacho mahujaji wengi wameshaondoka katika nchi zao, wamekwenda kutekeleza hii nguzo muhimu kabisa, nguzo ya hija. Kutokea hapa ofisi ya Sheikh wa mkoa wa Pwani, Sheikh Hamisi Abasi Mtupa, mimi ni ripota wako Al-Habibi Sheikh Mungia, Babyface sura ya kitoto. Endelea kutuangalia. Apangalo manani uwezi kulikimbia, wakuzuia nani Mola alokupangia. Zidisha imani kwa Mola wako jalia, watu wa peponi ni wale wanovumilia. Akhi Talib kutoka Masjid Nur Muhammad, wakati wa Mungu ndio wakati sahihi, na kunasih na kusihi, sikiliza na tazama Firdaus TV online. Unatazama Firdaus TV, wakati wa Mungu, wakati wa Mungu,